Bwana, kama ilivyo desturi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuendelea kusajili damu changa kwa maana ya wachezaji ambao wana umri mdogo, ni kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamekwisha kubisha hodi kule kunako klabu ya Joliba kuona ni namna gani basi wanaenda kupata saini ya beki Kisiki, beki wa klabu hiyo. Na Wekundu wa Msimbazi Simba tayari unaambiwa wamekwisha kuanza mazungumzo na mchezaji huyo, lakini pia wasimamizi wa mchezaji huyo. Ni kwamba beki wakati wa kimataifa wa Mali wa Joliba AC, Daba Sogoba yuko kwenye rada za klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ikimfuatilia mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 na Wekundu wa Msimbazi Simba ambapo wanamaliza msimu huu katika nafasi mbili za juu kabisa, ambapo tayari wamekwisha kujihakikishia kucheza ama kushiriki michuano ya CAF Champions League. Wameona eneo ambalo pia wanapaswa kuliboresha ni eneo la beki wa kati. Kama tunavyojua pia ni eneo ambalo pia liliwapa changamoto msimu huu kunako michuano ya CAF Confederation Cup. Tunakumbuka pia kwenye michuano ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba alifanikiwa kufika finali, mchezaji wao Chefondo Malone aliweza kuumia katika hatua ya makundi. Kwa hiyo akabakiwa na mabeki wawili tu ambao ndio tegemezi kunako klabu hiyo. Hapa tunamzungumzia Chamo Karabwa, lakini pia vile vile tunamzungumzia mtu kama Abdul Razak Hamza ambaye nao pia pengine mmoja wao angeweza kupata majeraha, ingekuwa ni pigo kubwa kabisa kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha wao mkuu Fadu David wameona isiwe tabu, moja kwa moja tayari wamekwisha kupendekeza jina la mchezaji huyo Daba Sogoba Kisiki, kinachokipiga pale kunako klabu ya Joliba AC ya pale nchini Mali anapotokea mchezaji golikipa wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra. Na Wekundu wa Msimbazi Simba inasemekana kwamba dili hili limefikia 80%. Kwa hiyo huenda mchezaji huyo bana dili lake likawa dili la kwanza kabisa kukamilika kunako dirisha kubwa la usajili. Na Wekundu wa Msimbazi Simba wapo serious kabisa chini ya mwekezaji wao Mohamed Dewji. Kama tunavyojua msimu huu Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kufanikiwa kufika kunako hatua ya fainali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, wamekusanya maokoto ya kutosha kabisa. Kwa hiyo unaona ni namna gani unapata kiburi cha kuweza kutafuta wachezaji ambao wana thamani kubwa, lakini pia wachezaji ambao ni damu changa ambao pia wanahitajika na vilabu vikubwa barani Afrika. Pia huyu mchezaji huyu anahitajika pia na klabu ya Raja Casablanca, lakini Wekundu wa Msimbazi Simba wana nafasi nzuri ya kuweza kunasa saini ya mchezaji huyu. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni taarifa ambazo zinahusiana na mchezaji huyo na taarifa za kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia vile vile kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, unaweza pia ukadondosha komenti yako hapo. Je, unafikiri ni eneo gani ambalo Wekundu wa Msimbazi Simba wanapaswa kuweza kuliboresha zaidi kuelekea msimu ujao? Lakini cha msingi pia kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njeni rahisi tu, upande wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe. Ukishabonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Bila shaka utakuwa ukipata zile taarifa zote ambazo zinahusiana na tetesi za usajili, lakini pia uchambuzi tofauti wa michezo ambayo inaendelea kunako ligi kuu ya hapa nchini Tanzania kwa maana ya ligi ya NBC Premier League. Utakuwa unapata ule uchambuzi uliotukuka hapa kunako channel hii ya Mlacha Media. Mpaka kufikia hapo bana, mimi sina la ziada, ni kusihi tu endelea kuifuatilia Mlacha Media.